hawa. Anamwambia apostle akipigiwa simu hataka kutoa huyo mtu ni wa hii kanisa ama ni wako wengine. Mimi maisha yangu huwa ninapenda sana kukula suluhisho kwa mtu, na kuna kitu niliambia Pastor Motu nikamwambia kwa maisha yangu, wakati mtu wako katika hitaji ninataka kuingilia kati, ninakuwa suluhisho ya ile hitaji ya hiyo mtu. That's why I'm born. Pigia Yesu makofi basi. Hiyo ndiyo imefanya ukasaliwe. Danieli akaambia mfalme, sitaki hiyo, lakini tafsiri yako utaitafsiri. Mungu akaona moyo wa Danieli. Mungu akainua Danieli. Biblia inasema alipotafsiri zile vitu alikuwa ameambiliwa, mfalme alimpatia na akamuongezea. Kwa hivyo wakati unafanya kazi ya Mungu ukiwa na uaminifu, tena unahitaji moyoni, Jehova anakuongezea. Piga Yesu makofi mazuri. Wakati unaofanya kazi ya Mungu na uaminifu, Danieli akafanya kazi ya Mungu akiwa mwaminifu, hakuwa kwa ile kazi ya Mungu kwa ajili ya kulipwa, aliifanya na uaminifu. Bwana sifiwe. Uliza huyo mwingine, je, wewe ni mwaminifu? Tumugeje muri kama wewe ni mwokeku. Bwana sifiwe. Haleluya. Katika ule wakati Biblia inasema kuna wengine walikuwa wanaota, walikuwa wanatafsiri, lakini hawakupewa heshima. Kwa nini Danieli alitukuzwa? Maana ndani yake alikuwa amemwogopa Mungu. Ndani yake akifanya hii huduma hakuwa anaifanya ndio alipwe, alikuwa ameifanya Mungu akatukuzwe. Bwana sifiwe. Kwa nini uko kanisani? Bwana sifiwe. Sio kwa ajili ya apostol. Ndio Mungu atukuzwe mahali hapa. Bwana sifiwe. Haleluya. Uko hapa ndio Mungu atukuzwe. Kwa maisha yako kenye unafanya, akiangalia akiwa juu mbinguni, kwa maisha yako Mungu anatukuzwa. Wakati Mungu anaona unatukuzwa, ndani yako anakuheshimisha. Halo. Wakati Mungu anaona ndani yako, halo, unatukuzwa, anakuheshimisha. Huyo bibi ya mfalme wakati wa leo ni Lesho akaenda kwa Ruto, anamwambia Ruto, Mr. President please, usihangaike tena na hiyo uchumi, usihangaike tena kwa ajili ya hiyo mafuriko. Kuna mtu katika ufalme wa Uhuru na katika ufalme wa Kibaki alikuweko. Kuna mambo aliongea na ilisaidia serikali, na huyo mtu ukimwita leo atasaidia hii serikali. Yesu makofi mazuri. Halo. Ndani yako ni nini Mungu anaona? Bwana sifiwe. Kule hakeenda motonga. Kuna jina anapenda utajiri. Ndio matore meteagira hali yake. Ndio walindio wengine. Ukimanga ile hapa kuhingura mlango. Ukitoka kwa gari unafungua mlango. Wakala kanioro. Na unaangalia kama unaona wao. Wakala kaka.
umetoka kwa gari. Ndio watu waone umetoka kwa gari. Halo. Bwana sifiwe. Tafadhali ya mosho. Hiyo gari umepewa ndio imtukuze Bwana. Gari yako yatayoshirika. Hata huyo mzee umepewa. Anamatulisha. Umepewa ndio imtukuze Bwana. Yatayoshirika. Hata huyo mke umepewa. Anamatulisha. Umepewa ndio imtukuze Bwana. Yatayoshirika. Hata watoto umepewa. Anasianisha. Umepewa imtukuze Bwana. Yatayoshirika. Hiyo kipawa umepewa. Umepewa imtukuze Bwana. Yatayoshirika. Pia Yesu makofi mashaka kwa Wale Yesu. Kristo wewe wakati unachukua. Je, kile uko nacho? Kiwe na kio. Kinamtukuza Bwana. Nakio washirika. Wengine walikuwa wamepewa utajiri. Hatimaye